لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu, akatuwafikisha kuweza kukutana tena hivi leo, na tunaendelea na darasa letu la tafsiri ya Qur'ani, tukitokea pale kusimamia jana. Inshallah, jana Sheikh Saidi alisimamia aya 37. Leo tutatokea aya ya 38 kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa bado tupo katika sura ya 39 kwa utaratibu wa mashafu, suratu Zumara. Tunaendelea nayo tukitokea aya ya 38 leo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala anaonesha namna gani wanadamu wanavyotambua nafasi yake, lakini tu inabakia shida katika kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kumtambua kama yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio mfanyaji wa karibu yote. Wanatambua wanadamu wengi, ni wanadamu wachache kabisa ambao waliokuwa wamejipa majukumu hayo au wakawa wao wana Allah subhanahu wa ta'ala hayafanyi hayo, lakini wengi wao wanatambua, isipokuwa tatizo lipo kwenye kumwabudu, ndio kwenye changamoto. Ibada, kujua kwamba Allah ndo amefanya hivi ndo amefanya hivi, wanajua ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala, lakini inapokuja kwenye ibada sasa, wao wanaelekeza ibada kwa vitu vingine, kama wale mushirikina wa pale Maka kwa wakati ule walikuwa wanakwenda kwenye masanamu, mizimu yao waliokuwa nayo. Wengine wanaabudia ng'ombe, wengine wanaabudia nyota, wengine wanaabudia hivi, lakini wanajua Allah subhanahu wa ta'ala ndo anayetoa riziki. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh, na lau kama utawauliza ni nani ambaye aliumba mbingu na ardhi, la yaquluna Allah, ili wanalitambua kwamba, kwa sababu wanajua mwanadamu hawezi, hana uwezo wa kutengeneza kitu hiki. Sasa ilipaswa baada ya kujua kwamba Allah ndio aliumba mbingu na ardhi, basi yeye ndo akuabudiwa na asishirikishwe na kitu chochote. Kul, sema uwaulize, afara'aytum ma tad'una min dunillahi, hebu nipeni habari vile mnavyoviabudu asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. In aradani Allahu bidhurri, kama Allah subhanahu wa ta'ala akitaka yanifike maafa mimi, madhara yoyote yale, hal hunna kashifatu dhurri, je, hivyo vingine mnavyovitegemea mnavyoviabudu vina uwezo wa kuondoa madhara haya? Au aradani birahma, au Allah subhanahu wa ta'ala akataka inifike rehma zake, neema zake mimi zinifike, hal hunna mumskatu rahmati, je, wao wana uwezo wa kuziziwia rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala zisinifikie? Sema uambie, hasbi Allah, ananitosha mimi Allah subhanahu wa ta'ala, alayhi yatawakkalul mutawakkilun, kwake yeye Allah wamtegemee wenye kutegemea, wenye kuwa na mategemeo makubwa ya dhati kabisa, wamtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Kila siku katika swala ya asubuhi tunakunutu tukasema, innahu la yadhillu man walait wala ya'izzu man adait, hakuna wa kumdhalilisha yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtukuza na kumtanguliza, wala hakuna wa kumtukuza au wa kumpa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameziwia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza kusema kwamba, la in jitamaatil insu wal jinn, wakikusanyika majini wa wanadamu wote wakusanyike, ala an yanfa'uka, wakusaidie chochote kile, hawana uwezo wa kukusaidia illa ma kataba Allah, ila lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliandika kwako. Yani watu wanahangaika kutoa huduma hivi, umezidiwa au umepata changamoto, umefanya, watu wanatembea tu katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya, sio kwamba hayo wao ndo wanayafanya wao. Na ndio maana wanafika pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ameshaandika kwamba hakuna cha kufanya, hakuna matibabu, hakuna hiki, hakuna hiki, basi wao hata wahangaike vipi? Hawana uwezo. Atashia kusema sisi tumefanya kwa juhudi zetu zote,
uwezo wetu umeishia hapa, basi hatua zote muhimu sisi tumezifanya. Na hivyo hivyo hata kama wakikusanyika jinnu, wanadamu wa mwanzo mpaka wa mwisho, jinnu hawa hizo majini na kwa wanadamu, ala an yadhuruka, wakudhuru wewe, wakufanyie madhara yoyote, hawana uwezo wao wa kukudhuru, ila lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amepanga likofika ndio taarifa itakufika. Kama Allah subhanahu wa ta'ala hajapanga madhara fulani ya kukute, basi watu hata wahangaike vipi, hawawezi wewe kukudhuru, hawawezi kukudhuru. Hii zinaleta imani ya dhati kabisa na kutambua uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, inafanya uishi kwa amani kabisa duniani, kwa sababu unajua Allah subhanahu wa ta'ala kama amepanga mimi yanifike madhara, yatanifika. Haimaanishi usichukue tahadhari, sio maana yake hiyo. Tahadhari lazima zichukuliwe, hatua muhimu lazima zichukuliwe, lakini lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelipanga haliwezi kukosekana. Nabiullah Yaqub alayhi salatu wassalam aliwaambia watoto wake, sikilizeni, mimi ninawaambia, mnakoenda kule shop, mnapoenda supermarket kule, basi kwamba msiingie, la tadkhulu min babi wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqa. Nyinyi watoto 10 wote muingie mlango mmoja, haiwezekani. Kila mmoja akifika pale supermarket aingilie mlango wake. Na akasema, lakini mimi ma ughni ankum min Allah min shay, pamoja na kuwashauri hivyo, sina uwezo wa kuziwia lolote ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelipanga juu yenu. Alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal mutawakkil. Kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala nimetegemea, na kwake yeye wategemee wenye kutegemea. Kwa hiyo kuchukua asbabi ni jambo la msingi, sio kwamba maana yake tunaposema tunamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala maana yake ndio usichukue asbabi. Asbabi zipo. Alikuja mtu mmoja, sahaba mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuja akamkuta anadarasisha, akaja na ngamia wake. Mtume akamuuliza, umeweka pesa? Tawakkaltu ala Allah, nimwacha huko. Akasema, kwanza mfunge, thumma tawakkal, mfunge ule ngamia kisha tawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima uchukue asbabi. Kwa hiyo panaposemwa kwamba tunatawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haimaanishi tuiache njia ya kuchukua asbabi. Asbabi tuzichukue za kuchukua hatua ili kuweza kufikia manufaa, malengo fulani ya kuweza kujikinga na hatua fulani kama ambavyo zimefundishwa na zimeelekezwa, lakini tutambue kwamba lolote alilolipanga Allah subhanahu wa ta'ala ndilo ambalo litakalokuwa lenye kutufikia. Kwa hiyo hatua tuchukue na tutegemee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna ile inavyotakiwa. Qul ya qaumi imalu ala makanatikum. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatoa tahdidi kwetu, ya qaumi imalu ala makanatikum, fanyeni mtakavyo, mnavyoamua. Bana si tushatoa muongozo na maelekezo, faman shaa falyumin wa man shaa falyakfur. Anayetaka amin, afanye njia za sawa sawa, afuate muongozo. Tushatoa muongozo, tushatoa maelekezo. Sasa mtu achague mwenyewe anataka yeye afanye ili afikie wapi. Kuli ya qaumi imalu ala makanatikum, fanyeni lile ambalo mnaloweza, mnalotaka ninyi kulifanya. Hadha huwa tahdidi wal waidi, ni maneno mazito kabisa na makali kabisa. Kwa sababu gani? Maana yake inni amilu, kama anavyosema inni amilu, mimi nitawalipa kwa mujibu mtavyofanya ninyi. Kwa hiyo fanyeni mnavyotaka, na mimi nimeshatoa mwongozo, inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafur. Tumetoa mwongozo kabisa, tumeelekeza njia mbili mwanadamu, tumeelekeza ima awe mtiifu au akaidi. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah anaiapia nafsi na yule aiweka sawa ile nafsi, na ile nafsi Allah akaielekeza na kuiongoza fujuraha, kuambia haya ni mabaya, haya ni machafu, usiyakaribie, watakuwaha, lakini pia akaiongoza kwamba haya mema, haya mazuri, unatakiwa uishi na uyafanye haya. Sasa unachagua wewe mwenyewe. Kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Amefaulu, atafanikiwa, amefanikiwa yule ambaye atakayekuwa ameitakasa, amepita njia ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amefanya. Kwa hiyo kul ya qaumi imalu ala makanatikum, fanyeni kwa mujibu mnavyotaka, mnavyoona kwamba mashiitu. Katika sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala sema imalu mashiitum, fanyeni mnavyotaka ninyi wenyewe. Sisi lakini mwongozo tumetoa, angalizo tumetoa,
njia za mafanikio tumetoa. Kwa hiyo wewe sasa unapewa hiari yako ya kufanya unachotaka, ili usije ukasema kule umelazimishwa. Inni amil, mimi nitawalipa kwa mujibu wa matendo yenu. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa faalaiha wama rabbuka bidhallamin lilabid, atakayefanya mazuri basi falinafsihi, uzuri wa yale aliyoyafanya utamrejea yeye mwenyewe. Waman asaa, atakayefanya ubaya basi na ubaya wa hayo aliyoyafanya utamrejea wenyewe. Wama rabbuka bidhallamin lilabid, Mola wako hana sifa ya kumdhulumu mja yote. Kwa hiyo Allah anatoa maelekezo kama kutupa hiari, lakini tayari ameshatuongoza kwamba jamani, mimi nimeshatoa mwongozo na maelekezo, sasa basi chagueni ninyi wenyewe mnachotaka kufanya, kila mtu afanye. Hakuna mtu wa kumshikia bakora. Allah anasema la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, hakuna kulazimishana katika dini hii. Dini halazimishwi mtu, ndio maana hakuna mtu kumshikia bakora, si tena msikitini, sio hivi. La ikraha fi dini, hii dini haina kulazimishana hata kidogo. Qad tabayyana ar-rushd, tumeshabainisha muongozo, njia sahihi, watu wazifuate. Kwa hiyo ni swala la mtu binafsi mwenyewe, wala sidhani mtu kwamba anapokuwa yeye hatekelezi awamiri za Allah subhanahu wa, asidhani kwamba labda kuna 1 2 3 na hivi. Hapana, Allah anasema wakula imalu ya qaumi imalu ala makanatikum, kila mtu afanye anavyojisikia, anavyoona kwamba mimi nifanye, basi na afanye. Na ukifanya hivyo basi Allah anasema inni amil, mimi nitawalipa kwa mujibu wa matendo yenu. Fasawfa taalamuna, na wallahi mtakuja jua man yatihi adhabu yukhzihi wa yahillu alayhi adhabu muqim, nani itamwajibikia yeye adhabu ya fedheha kabisa, adhabu ya kuumiza itakayomsikitisha, itakayofanya hivi. Wa yahillu alayhi adhabu muqim, na akastahiki yeye adhabu ya kudumu kwa sababu ya ule ukaidi wake. Maluma, kwa sababu ni yale tu yeye mwenyewe ameamua kuchagua njia aliyochagua yeye mwenyewe basi. Na Allah subhanahu wa ta'ala tuelekeza mwanadamu atakapokuja kuoneshwa akatai, sema kwamba isipokuwa yeye, anasema mali hadha alkitabi la yuadiru saghiratan wala kabiratan, hiki kitabu kwa nini hakiachi dogo wala kubwa, kila kitu kipo ndani ya kitabu hiki, imekuwaje? Kwa hiyo ni juu yetu sisi tujichunge wenyewe katika matendo yetu, na Allah subhanahu wa ta'ala ndo ametuambia kwamba fanyeni mnavyotaka. Basi almuhimu tujitahidi sana kuzingatia maelekezo na muongozo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anzalna alayka alkitaba linnasi bilhaqi, hakika sisi tumekuteremshia wewe kitabu hiki. Linnas, anzalnaka, tumekuteremshia wewe hiki kitabu liajli manfaatan linnasi wa maslahahum, kwa ajili ya manufaa yao wao wenyewe watu wakifanyia kazi hiki kitabu. Inna anzalna alayka alkitaba linnasi, tumekuteremshia hiki kitabu wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam uwafikishie watu kwa ajili ya manfaatul linnasi wa maslahatuhum, kwa ajili ya manufaa yao na kwa ajili ya maslahi yao wao wenyewe, ili wapate kujua wanachokifanya ni sawasawa au sio cha sawasawa. Kwa hiyo hiki kitabu kimekuja kwa manufaa yetu sisi wenyewe, na ndio maana tunatakiwa tukishike hiki kitabu, tukifahamu hiki kitabu, kwa sababu hiki kitabu ni kwa ajili ya manufaa yetu na maslahi yetu sisi wenyewe. Shida yetu pengine hatujui tu maslahi yetu hapa tunapataje, manufaa tunanufaika vipi na kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni juu yetu sisi kuweza kunufaika na hiki kitabu bil haqi, kitabu kilichoambatana kwa haki kabisa, hakina batili ndani yake. Sasa kwa kuwa kitabu kimekuja kwa ajili ya manufaa na maslahi kwa watu, faman hitada falinafsi, yule ambaye ataifanyia kazi kikamuongoza hiki kitabu, akafanya hiki kitabu kimuongoze, basi manufaa hayo ni yake mwenyewe, kwa sababu kitabu tumekileta kwa ajili ya manufaa yenu, mnufaike hata katika kuendesha dunia yenu, mambo yenu, shughuli zenu, harakati zenu zote mtakavyokuwa mnazifanya, mkizingatia mipaka iliyoelezwa humu, mtaona namna gani mnavyoweza kutoka. Jambo la kawaida tu la kijamii,
utalikuta Qur'ani limelielekeza, mnatakiwa mnapofanya jambo hili basi ninyi fanyeni katika sura ya namna hii, 1 2 3. Basi ninyi mkipita katika jambo lile, katika mipaka ile, mtaona namna gani mnaweza kufanikiwa, mtaona namna gani. Chukua tu mfano, Allah subhanahu wa ta'ala anasema idfa billati hiya ahsanu sayyi'a. Yule anayekufanyia ubaya wewe usimlipe ubaya. Mtu kakufanyia ubaya, kakukatili, kafanya hivi, kafanya hivi, kafanya hivi, Qur'ani inatuelekeza usimlipe ubaya. Na wewe ukimlipa wema, Allah anasema faida alladhi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyyun hamim. Yule aliyekuwa anakufanyia uadui, wewe ukamfanyia wema, basi utaona itafika wakati atona, huyu mtu mimi yote alinayomfanyia hivi hayaoni, au huyu mtu wa namna gani? Basi atageuka yeye mwenyewe, atabadilika, ataona mimi ndo nina matatizo, mimi ndo nina matatizo. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyyun hamim. Mlikuwa na uadui, basi mtakuwa vipenzi, mnashirikiana, mnashauriana. Watu tu mimi walinizonga bwana, wakanielekeza vibaya, wakanisakizia hivi na hivi, hivyo tu basi utajikuta rafiki yako watu walikuwa wanataka kugombanisheni, mtukane, muharibikiwe na hivi na hivi, lakini wewe ukaona kwamba ala, mimi acha nipite njia ya nini, nipite njia ya sawa sawa ili tuweze kukaa sawa sawa. Kwa hiyo hiki kitabu Allah amekiteremsha linnasi, kwa ajili ya manufaa ya watu wenyewe, ndio mimi na wewe. Famani hitada, atakayeongozeka na kufundishika, basi fali nafsi. Ukifanyia kazi utaona faida unaipata wewe mwenyewe. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu, na yule atakayepotoka kwacho, basi ubaya wa kupotoka kwake utamrejea yeye mwenyewe. Wama anta alaihim biwakil, na wewe wala si wakili wao, huna uwezo wa kuwatetea wala kuwasaidia chochote, kwa sababu maadamu kila mmoja kachagua njia yake mwenyewe. Kuna waliochagua kitabu kimuongoze na kimuelekeze, basi atanufaika, na kuna mwingine amefanya kitabu wanabadhuhu waraa dhuhuri, wamekitupa nyuma ya migongo yao, basi ubaya wewe kukitupa kitabu kile nyuma ya migongo yake utamrejea yeye mwenyewe. Kwa hiyo ni juu yetu kuweza kuyazingatia haya. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha namna anavyotusimamia sisi katika maisha yetu. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Allah subhanahu wa ta'ala yatawaffa al-anfus, anazifisha nafsi hina mautiha, watu wanapoenda kulala. Tunapoenda kulala, kila watu wanasema kifo kidogo, unalala mtu hata ujielewi. Mtu anaweza kufanyia kitu chochote kile, wakati mwingine mtu anaweza kufanyia kitu chochote hata usijielewe, kwa sababu tayari Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ile njia ya kufanya wewe hai. Sasa wengine wakilala inatokea ndo basi siku zao zimeandikwa, inakuwa basi wengine wanakufa tu. Unasikia tu asubuhi bana, tulikuwa naye ameenda kulala mwenyewe hajaamka, basi kule kulala kwake ndo moja kwa moja hakuweza kuamka. Wapo namna hiyo. Kwa hiyo wapo watu ambao Allah anawafisha wanapoenda hina mauti, pale wanapoenda kulala, muda wao wa mauti unapokuwa umefika, basi wengine inakuwa ndo kifo chao imefikia hapo. Wallati lam tamut fi manamiha, na zile nafsi ambazo Allah hajazifisha pale zilipolala, fayumsiku allati qadha alaiha almaut, zingine anaziziwia, wa yursilu al-ukhra, zingine anaziachia. Zile ambazo amezihukumia umauti wanapolala, basi anaziziwia, hazirudi tena. Kama tulivyozungumza, mtu ameshalala basi haamki tena, watu waenda kumamsha, basi hamna kitu. Unakuta tu pengine mtu wengine pale jirani yetu siku 7, maana yeye anatoka usiku anarudi usiku, yuko mwenyewe tu, hakuna anayejua tu. Siku 7 watu wanasikia harufu ndani, tukaenda kuripoti polisi kuja kuangalia, kumbe yule mtu tayari ameshafanya nini, ameshakufa ndani mle amekaa 7 hajaonekana. Sasa zipo Allah subhanahu wa ta'ala, wapo ambao anahukumia kifo chake pale wanapolala, lakini wengine hahukumii, anaziachilia. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kuna mazingatio tosha ya kutambua uwezo wake Allah na ukubwa wake, na kwamba sisi hatuna njia. Unavyolala uwezo ukasema mimi ndo nitaamka,
Huwezi kusema mimi naenda kulala afu asubuhi nitaamka. Huwezi kusema hivyo. Ndio maana tukiagana mara zote tunasema inshallah, Mungu akipenda asubuhi tutaonana. Takana pengine ndio tunaagana hivi moja kwa moja. Ukilala basi ukiegesha ubavu usiamke kabisa. Kwa hiyo kuna mazingatio tosha kwa watu ambao wenye kutafakari. Amittakhadhu min duni llahi shufaa, au wao wamefanya kinyume cha Allah, wamefanya wa miungu wengine wa kuwaombea. Kul awalau kanu la yamlikuna shay'an wala yaqilu, waambie hivyo mnavyotaka vije kuwaombea, hata kama hawana wanachomiliki na wala havifahamu chochote, vitakuja kuwasaidia nini? Haisaidii ninyi kuwa na masanamu na mizimu na vitu gani vile ambavyo nini. Kul lillahi shafaatu jamian lahu, maombezi yote yako chini yake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, ya kukubali au kukataa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya kadhaa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yashfa'una illa liman irtada, wala hayatokubaliwa maombezi ila yule ambaye ataeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo swala la kukaa mtu ukajiaminisha kwamba mimi nitaenda kuombewa na fulani, tutaombewa na hivi na hivi, hilo jambo sio, hatutakiwi kukaa katika sura namna hiyo, kwa sababu maombezi kukubaliwa au kutokubaliwa yako chini ya mamlaka ya Allah. Kul lillahi shafaatu jamia lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turjaun, yeye ndo ana mamlaka ya vyote vilivyopo mbinguni na ardhini, na kisha kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala mtarejea. Kwa hiyo swala la kukaa siji tutaombewa na nani, tutaombewa, ni kweli mitume wataombea, waja wema wataombea, mashahidi wataombea, watafanya hivi, lakini sio kila maombezi yatakuwa yamekubaliwa hivyo. Kwanza lazima Allah subhanahu wa ta'ala aidhinishe kwa yule muombeaji, lakini pia aridhie yule anayeombewa kwamba anastahili kuolewa. Anaweza kumwombea mwingine wakamkubalia huyo huyo muombeaji, kwa huyo amekubaliwa maombeji yake, lakini kwa kumwombea huyo amefanya nini? Yamekataliwa. Na Allah la yusalu amma yafalu, haulizi yale yanayofanya, wa hum yusalun, na sisi tutakuwa ni wenye nini? Wenye kuulizwa. Wa idha dhukira Allah wahdahu, na sifa tabia za mushrikina mpaka leo hivi wasiomtambua Allah, akitaja Allah subhanahu wa ta'ala, shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirati. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia utaona namna gani zinavyokereketa, wanavyokereka nyoyo zao, zinavyowabana, yani zinawakunja nyoyo zao wakisikia jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaja Allah subhanahu wa ta'ala wanakereka, kutaja kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakamnasibia na yale ambayo yasiyofaa. Wa idha dhukira alladhina min duni idha hum yastabshirun, lakini wakitajwa wengine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala utaona wanakuwa na nini? Wanakuwa na furaha kabisa. Kwa hiyo hizi ni tabia katika tabia za mushirikina, tabia za watu waovu, tabia za watu wabaya. Akitajwa Allah subhanahu wa ta'ala utaona wao wanavyokereka, wanavyokasirika. Taarifu katika sura nyingine, taarifu fi wujuhihim alladhina kafaru almunkara, kule kukasirika kwao, kukataa kwao, utaona tu anavyotajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa maana yake tusiwe katika sura namna hiyo. Qulillahumma fatira samawati wal ardi, sema Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliumba mbingu na ardhi. Alimal ghaibi, anayajua yaliyofichikana, washahada, na yanayoonekana. Anta tahkum baina ibadika fima kanu yakhtalifu, wewe Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye atakaye hukumu kwa waja wake yale ambayo walitofautiana, atakavyokutana kule. Wale wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala atafanya uamuzi wa wale waliosimama njia sawa sawa, huwaingiza katika malipo mema, na wale waliokwenda vibaya huwaingiza katika sehemu mbaya inayoendana na matendo yao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa ndo tutasimamia, Allah anasema walau anna lilladhina dhalamu ma fil ardi, lau wale waliodhulumu nafsi zao wao wenyewe vyote vilivyopo duniani, jamia vyote, wa mithlahu, na mfano wake, ma huwa viambatanishe pamoja, ili waokoke na adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tambiwa toa, wewe unamiliki mbingu na ardhi, vyote vilivyopo hivi viko chini yako wewe, uvitoe ili unusurike na adhabu ya Allah. Laftadau bihi, watakuwa tayari. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala taambia kwamba kuntu aradtu minka ahwanu minha,
nilikuwa nimekitaka kitu kidogo sana kuliko hiki, leo uko tayari utoe mbingu na ardhi. Lau yaftadi min adhabi yaumiidhin kuleza bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi thumma yunji. Leo hapa hakuna salama hiyo, hakuna fursa hiyo. Kama unataka kujinasua na kujikomboa na adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala, tujinasue leo hivi. Na namna gani ya kujinasua? Ni kufanyia kazi Mungu. Kule asema kule imalu ala makanati, kila mtu achague mwenyewe. Allah amewekea kila mtu achague nini cha kufanya, lakini unachochagua uchague kilicho bora kitakachokukusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa badalahum ma lam yakunu yahtasibun, na atadhihiri kwao yale ambayo hawakuwa wanayategemea. Maana yake walikuwa wanajiaminisha na kujiona wao ndo wametoka, wamefanikiwa na hivi na hivi. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi katika wale wanaofanya kwa kufuata njia yake na mwongozo wake, na wala asitufanye katika wale ambao wanaokwenda kinyume chake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.